amepata ushindi mechi 6, lakini kapoteza michezo miwili na kusale michezo miwili. Kwamba kuna bidii kubwa ambayo imefanywa na Simba katika hilo eneo. Hii hali inavyoendelea kwa upande wa mshambuliaji Selemani Mwalimu inamweka kwenye hali gani? Wydad Athletic Club ni wahuni. Nadhani ni wakati sahihi kwa upande wa Rodrigo kuondoka ndani ya kikosi cha Madrid. Kwa umri wake mpaka sasa amepitia makubwa sana. Baada ya miaka 10 timu ya Kaizer Chiefs ndio imekuja kuchukua ubingwa. Wao ni mwalimu ambao wana deserve respect kwenye mpira wa Afrika. Karibu tena mtazamaji wa FGA TV, na hii ni Sports League Cup, na kila siku tunakuletea mambo yote ya kimichezo ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na safari ya Simba kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya kwenda kupambana katika hatua ya kwanza katika kombe la shirikisho barani Afrika kwenye hatua ya fainali. Wanaenda kufanya nini? Wanaenda kuandaa nini? Lakini tutakujuza hapa kwa sababu tupo na mchambuzi ambaye ataenda kukuletea tathmini nzima ya mchezo husika jinsi utakavyokuwa. Lakini pia timu ya Singida Black Stars ambayo inashiriki ligi kuu Tanzania bara imepeleka maombi katika klabu ya Wydad Casablanca, ambapo tunakumbuka mchezaji wao Selemani Mwalimu alitimkia kule baada ya kuonyesha kiwango kizuri akiwa na Fontaine, lakini pia baada ya kuonyesha kiwango kizuri akiwa na timu ya Singida Black Stars. Nini kimejiri katika sakata hilo? Na katika upande wa kimataifa yapo mengi ambayo tutakujuza. Moja kati ya yale mengi ambayo tutaenda kukujuza siku ya leo ni pamoja na kumhusu mchezaji wa Real Madrid Rodrigo. Amefanya nini? Anataka kufanya nini? Basi kaa hapa ndani ya Sports League tutakujuza mengi kati ya yale ambayo unataka kuyajua. Uko nami Neema Kayugwa binti wa Kayugwa, lakini pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mchambuzi wangu Kiepo Benedicto ambaye atakuletea yale yote ya kimichezo, uchambuzi, utondoti wa kila aina ambao unahitaji kujua wewe ndani ya michezo. Karibu. Yes, tumerejea tena katika kipindi cha kupendwa cha michezo cha Sports League Cup, na hapa yapo mengi ambayo tutaendelea kukujuza. Moja ya taarifa ya kitaifa hapa ndani ambayo nilikujuza awali ni pamoja na Simba. Kama tunavyojua, Simba wanaiwakilisha Tanzania katika upande wa kimataifa kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Wanatarajia kutimka leo kuelekea nchini Morocco kwenda kujiandaa na mchezo ambao utafanyika Mei 17 huko nchini Morocco. Lakini nini ambacho kinaenda kutarajia, nini Simba wafanye katika kuelekea kwenye finali hiyo, na vipi waweke kama tahadhari juu yao? Tupo hapa na mchambuzi ambaye ataenda kutupa yale yote ya kimichezo na ndani ya pichi. Karibu. Asante sana. Tumeona Simba msimu huu wamefanya mambo makubwa kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho. Katika mechi 10 ambazo kazicheza amepata ushindi mechi 6, lakini kapoteza michezo miwili na kusale michezo miwili. Unaiona safari ya Simba kuelekea kwenye hii michuano ya kombe la shirikisho, nafasi yake kuchukua hili kombe iko wapi? Yeah, of course tunawazungumza Simba ambao actually kwenye msimu huu wamekuwa na kazi kubwa sana kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Yeah, tunazungumza Simba ambao kimsingi wamefanya vitu vikubwa sana katika msimu huu wa mashindano. Though watakuja mtu atasema kitu ambacho Africans pia walikifanya pia. Lakini hatuwezi kuacha ku appreciate kile ambacho Simba wamekifanya kwenye msimu huu. Yeah, wanakwenda katika mchezo ambao wa kwanza wa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na faida kubwa ambayo wanayo, cha kwanza wanaenda kwanza ugenini. Yeah, hiyo ndio faida kubwa ambayo Simba wanayo. Na nimejaribu kuangalia michezo yote ambayo Simba wamecheza ugenini, hasa katika msimu huu wa mashindano. Simba akiwa akipoteza mchezo basi aliweza kufunga goli. Simba akitoka sare michezo ambayo ametoka sare ni mchezo mmoja tu ambao alitoka sare ambao alikuwa anaruhusu goli ugenini, lakini mchezo mmoja ambao alikuwa ametoka sare hakuruhusu goli ugenini. So actually ukiangalia hivi vitu vinakupa tafsiri ya kwamba kuna bidii kubwa ambayo imefanywa na Simba katika hilo eneo. Sasa watu wanaizungumza finali ambayo Simba anacheza na nani? Anacheza na RS Berkane. Tunafahamu Renaissance Sportive de Berkane ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri sana. Msimu wamekuwa na wakati bora sana katika kuhakikisha kwamba wanafanya kila kitu, na tunazungumza Berkane ambao tayari ni mabingwa wa ligi kuu nchini Morocco. Kwa hiyo focus yao kwa sasa wao ni kombe la shirikisho barani Afrika, tofauti na Simba ambao bado
wana vitu vingi vya kuvifanya kwenye kumaliza msimu. Wamekuwa na Simba kabla ya kusafiri kwenda Morocco, tukumbuke wamekuwa na tension kubwa hapa katika michezo takriban siku 10 michezo minne ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Utaona ni kitu ambacho walitumia energy kubwa, na katika michezo minne hiyo yote utagundua ilikuwa ni michezo migumu. Labda unasema mchezo wa Pamba peke yake kidogo ulikuwa ni mrahisi kwao, wametumia energy kubwa. Nimependa pia approach ambayo wanatumia kusafiri, kwa sababu walipaswa kuondoka leo saa 3 asubuhi kwa ndege ya kuunga, lakini kwa taarifa zilizopo wataondoka na ndege saa 3 usiku, afu itakuwa ni moja kwa moja mpaka pale Morocco. Kwa hiyo ni kwetu sisi wa Tanzania tunafahamu wanakwenda kucheza na timu ngumu, lakini kwa kile ambacho kwenye kampeni nzima amekifanya, basi tunatarajia kuna kitu kikubwa ambacho ataweza kukifanya. Neno la mwisho kwako kama mchambuzi kwa upande wa Simba ni lipi wanapoenda kukutana na Berkane? Neno la mwisho, tunahitaji tu kombe wa Tanzania. Sisi tunahitaji kombe tu, kwa sababu kama kombe limekuja hapa Tanzania limekuja msimu mmoja uliopita ikiwa na USM Alger, tunafahamu inakuja pia na RS Berkane, basi linapokuja libaki hapa. Sawa, kwa sababu siku bado zipo nyingi kwa upande wa Simba, finali sio kesho wala sio baadaye, ni tarehe 17 Mei. Tutakujuza mengi yale ambayo yanatakiwa. Leo tumeanza tu kwa uchache na safu ya ulinzi ya Simba. Tutakuja kuangalia katika vipindi vijavyo kwenye upande wa kiungo, lakini tutakuja kuangalia eneo ambalo ni muhimu zaidi kwenye kikosi cha Simba, eneo la ushambuliaji. Tukiachana na story ya Simba kuelekea Morocco kwa ajili ya kuivaa Berkane, sasa turudi hapa tuiangazie timu ya Singida Black Stars ambayo ilikuwa inamiliki aliyekuwa mchezaji wao wa zamani, aliyekuwa mshambuliaji wao Selemani Mwalimu. Tunavyojua ametimkia katika timu ya Wydad Casablanca. Sasa yapo ambayo yanaendelea kwamba bado timu ya Singida Black Stars inaidai timu ya Wydad Casablanca. Kipi kinaendelea na ili zogo lote linaloendelea lina afya gani kwa mchezaji Selemani Mwalimu, ambapo tunatarajia kama Tanzania tuwe na wachezaji wengi ambao wanacheza katika mataifa ya nje ili kuongeza professional player katika timu yetu ya taifa. Kwako kama mchambuzi, unaona ili zogo ambalo lipo kati ya Singida Black Stars kwamba bado wanaidai timu ya Wydad kuhusu mchezaji wao Selemani Mwalimu, na tunajua kiwango cha Selemani Mwalimu tangu alivyokuwa Fountain Gate, lakini baada ya kwenda Singida Black Stars na sasa hivi yuko Wydad. Hii hali inavyoendelea kwa upande wa mshambuliaji Selemani Mwalimu inamweka kwenye hali gani kwenye kikosi chake kipya? Unajua Wydad Athletic Club ni wahuni. Wahuni kwenye namna gani? Wahuni kwa sababu Wydad wamekuwa na kesi nyingi sana za kulipana na wachezaji weusi. Tunakumbuka pia ndio hii timu ilikuwa inamtaka Clement Mzize. Clement Mzize ilikuwa inamtaka pia. Lakini pia ishaingia kwenye mgogoro wa malipo pia na Simon Msuva wakati anaitumikia pia. Kwa nikikwambia ni wauni kwenye malipo na maanisha ni wauni kwa kweli. Singida Black Stars waliandika barua kuitaka Wydad walipe pesa, kwa sababu wakati Selemani Mwalimu anasajiliwa na Wydad dau lake ilikuwa ni milioni 891. Kwa hiyo ilikuwa ni signing fee ya kujiunga na Wydad, lakini pia alikuwa na mshahara wa milioni 6 kwa mwezi, lakini alikuwa na bonus ya dola takriban 300 kila akiscore goal. Kwa hiyo ilikuwa ni package ambayo at least kwa Mtanzania kama Selemani Mwalimu ilikuwa ni package nzuri kwake. Lakini sasa kwenye kuitimiza ndipo kipengele ambacho kimekuwa kikubwa. Wameandikia barua na wamepewa siku 14, na kwenye siku 14 kwa sasa zimebakia siku takriban 11 tu. Wasipolipa hiyo pesa, Singida Black Stars wamesema watakwenda FIFA ili kuona kama wanaweza kuwalazimisha Wydad kulipa. Hii inakuwa haina afya, kwa sababu inapotokea scenario kama hii hata mahusiano baina ya mchezaji na viongozi pia yanakuwa hayako vizuri. Kwa kama mahusiano yanakuwa hayako vizuri, maana yake pia hata mwalimu pia anaweza kusita kwenye kumtumia mchezaji. Na tufahamu ya kwamba pia katika wakati huu linatokea hili, kocha ambaye alipendekeza usajili wa Selemani Mwalimu Wydad ameshaondoka kwenye timu tayari. Kwa kwenye hili ambalo linatokea linaashiria maisha mazuri kwa Selemani Mwalimu. Sawa, tukiachana na taarifa ya Singida Black Stars, ndio taarifa ambayo inatufungia kwa upande wa taarifa za hapa ndani ya Tanzania.
Yapo mengi, lakini haya ya leo, mtazamaji wa FGA TV, nadhani yamekuongezea kitu kwenye taarifa zako ambazo ulihitaji kuzijua kwenye upande wa kimataifa kwa hapa ndani ya Tanzania. Tukirudi tunakuja kukujuza yale ya kimataifa. Nini kimejili kwa Rodrigo, anataka afanye nini kwenye ndani ya kikosi cha Madrid, na ukizingatia msimu huu mwenendo wa Madrid sio mzuri kwenye michuano yote. Tutarudi, kaa hapo hapo, usitingishike wala usisogeze kitu chochote. Tunarudi. Yes, tumerejea tena katika upande wa kimataifa, na kama nilivyokujuza hapo awali ni taarifa yake Rodrigo, ambaye ni mchezaji wa klabu ya Real Madrid ambayo inacheza katika ligi ya La Liga nchini Hispania. Yani kwa kuangalia msimu huu anaweza kuachana na timu yake ya Real Madrid. Unadhani ni wakati sahihi wa Rodrigo kuondoka ndani ya kikosi cha Madrid, ukizingatia katika nafasi ambayo anacheza namba 11 kama forward, lakini pia kuna muda anacheza kama winga wa kulia. Unadhani ni wakati sahihi kwa upande wa Rodrigo kuondoka ndani ya kikosi cha Madrid, na ukizingatia umri wake bado mdogo? Unajua Rodrigo kwa sasa anataka sehemu ambayo atapata refu. Unajua kwa umri wake mpaka sasa amepitia makubwa sana, hasa kwa ukosoaji pia wakati fulani hivi. Unajua ukiwa bwana mdogo kwenye career fulani, kuna vitu huwezi kuvivumilia. Lakini ukiondoa hilo, Rodrigo ni kama amekuwa furaha yake ni kupata timu ambayo atakuwa ni starter, atakuwa anaanza kwenye timu moja kwa moja. Sasa kwa namna ambavyo Real Madrid inaenda kutengenezwa na hivi sasa wanafanya mchakato wa kuleta kocha mpya ambaye ni Xabi Alonso. Na Xabi Alonso miongoni mwa package ambayo anakuja nayo Real Madrid, anakuja na Florian Wirtz ambaye tunafahamu anacheza maeneo hayo ambayo Rodrigo pia anacheza. Kwa hiyo bwana mdogo ni kama kasoma alama za nyakati. Anaona kabisa nikisalia hapa kuna namna ambavyo ugumu nitaupata, na kwa talenti yake anahitaji timu ambayo anatakiwa kucheza. Rodrigo mwaka 2023 Real Madrid walitangaza kuongezea mkataba ambao unaisha 2028. Kwa utagundua kuna muda kidogo hadi 2028. Kwa hiyo ni wakati ambao pia hata wao Real Madrid wanafahamu, hawana mashaka kama ataondoka watapata pesa nzuri. Wenyewe hata nao hawana wasiwasi, kwa sababu kwenye reformation ya timu pia kuna wakati inabidi upoteze. Ndio maana unapozungumza msimu huu watu haya matatizo ambayo Real Madrid wanapitia hawayasemi, kwa sababu sio nyakati ambazo watu watasema haya matatizo yametengenezwa na wachezaji watatu. Hii ni Mbappe, Vini na Rodrigo. Kuna wakati Don Carlo alikuja akasema haelewi wakati mwingine anapaswa nani akae bench kati ya hao watatu. Sio, umeelewa? Kwa ni wakati ambao pia Madrid tunafahamu hao wachezaji ni top talent duniani. Kwa lazima upoteze mchezaji mmoja ili at least uweke balance kwenye timu. Unadhani kama kocha Xabi Alonso akifanikiwa kuingia ndani ya kikosi cha Madrid, kipi ataenda kuweka kama tiba kwenye kile kikosi? Kwa sababu tunavyojua msimu huu hakuna ambacho Madrid anaenda kuambulia. Kwa upande wa ligi tunaona bado mbio zinakimbizwa na mpinzani wake Barcelona, lakini ukiangalia kwenye michuano ya UEFA nako ameondoshwa. Baada ya kuondoka Rodrigo na kuja kwa Xabi Alonso, unakuja na baadhi ya wachezaji wake, tiba itapatikana ndani ya kikosi cha Madrid? Matumaini ya watu wengi hapo kwa Xabi Alonso, kwa sababu Alonso ni miongoni mwa makocha ambao currently wamekuwa na kazi nzuri toka ameanza kufundisha Bayer Leverkusen ambayo aliongoza msimu jana kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Ujerumani. Xabi Alonso kwa mujibu wa baadhi ya report kutoka nchini Spain, yeye amependekeza kwamba kuna maeneo yanahitaji kuboreshwa kwanza. Kwa mfano katika eneo la backline ambao kimsingi kwa sasa Real Madrid inavuja sana. Kuna wakati wachezaji wengi wako majeruhi. Tunazungumza mchezaji kama Alaba ambaye pia amekuwa kwa majeruhi. Kwa hiyo ameomba kwanza kuboresha eneo la ulinzi. Na inasemekana Madrid wanataka kumtumia Rodrigo pia kulazimisha deal la Saliba kutoka Arsenal kujiunga na Real Madrid. Kuna nyakati ambazo kama watafanikiwa katika hilo deal, inawezekana, kwa sababu Arsenal na Real Madrid pia mara kadhaa wamekuwa na mahusiano mazuri kwenye kupeana wachezaji pia. Wamekuwa na mahusiano mazuri. So kwa Tanzania tunasemaga Singida Black Stars na Yanga, lakini kwa wenzetu Ulaya Real Madrid na Arsenal wamekuwa na haya mahusiano mazuri.
Ya, tukiachana na taarifa ya Rodrigo ambaye anakipiga katika klabu ya Real Madrid ya nchini Spain, turudi mpaka South Africa kwa Madiba, ambapo huko tunamkuta kocha Nasreddine Nabi aliyekuwa kocha wa Yanga, lakini sasa hivi ni anakifundisha kikosi cha Kaizer Chiefs. Zipo taarifa ambazo zinasemekana yeye kwamba anaona kama uongozi wa klabu ya Kaizer Chiefs ni kuna namna umemwangusha. Lakini tukumbuke juzi tu katoka kuipa ubingwa timu ya Kaizer Chiefs ambapo alicheza mchezo dhidi ya Orlando Pirates na kutoka kwa ushindi wa mabao 2-1. Baada ya miaka 10 timu ya Kaizer Chiefs ndio imekuja kuchukua ubingwa. Unadhani Nabi ameenda kutibu, na kwa nini anasema viongozi wamemwangusha kwenye baadhi ya mipango ambayo alikuwa ameipanga? Unajua Nabi ni miongoni mwa walimu ambao wana deserve respect kwenye mpira wa Afrika. Unajua watu hawamzungumzi Nabi kwa sababu nyakati ambazo anakutana nazo ni ngumu sana. Ni ngumu. Watu waziseme tu. Nabi alitengeneza utawala mzuri sana kwenye kikosi cha Yanga akiwa hapa. Baadaye akaenda Farabat na alifanya vyema sana. Jambo ambalo liliwashawishi Kaizer Chiefs kumhitaji Nabi kwenye kikosi. Nabi wakati kabla hajajiunga na Kaizer Chiefs aliweka mapendekezo yake. Yeye alisema anahitaji kuboreshewa baadhi ya maeneo. Alihitaji mlinzi wa kushoto mzuri, mlinzi wa kulia mzuri, alihitaji kiungo typical number 6 mzuri, lakini pia alihitaji strikers wawili. Miongoni mwa vitu ambavyo ndio wakati huo tunasikia hata wakati huo dirisha dogo tulisikia sana kuna tesi nyingi za Mohamed Hussein Shabalala. Of course ni miongoni mwa vitu ambavyo yeye alikuwa anavitamani sana kupata aina ya wachezaji ya Mohamed Hussein. Tunafahamu ulikuja wakati ambao yeye aliopt kuletewa mastriker wawili, ndio msimu ambao Kaizer walimsajili Ranga Chivaviro kutoka Malumo Gallants. Tunafahamu alikuwa na msimu mzuri na Malumo Gallants kiasi cha kuwasaidia kufika nusu finali ya kombe la shirikisho msimu ule, lakini toka amekuja alikuwa hana wakati mzuri. Of course hadi sasa kwenye kikosi cha Kaizer hayupo katika hesabu ambazo unazoka ukamwekea hesabu kama kuna mchezaji ambaye alipaswa kumsaidia Nabi. Sasa haya maeneo ambayo Nabi aliyapendekeza, yeye kimsingi hakupata wale wachezaji ambao anawataka. Lakini viongozi walimwambia njoo. Haya mengine hii reformation ya timu tutaifanya tukiwa pamoja. Nabi amekuja ameongoza Kaizer mpaka finali ya Nedbank Cup. Amefika amechukua kombe la Nedbank. Sasa kitu ambacho kinashangaza, unajua Nabi ni miongoni mwa kocha ambao wanashambuliwa sana na waandishi wa habari Afrika Kusini. Na juzi ameclaim madharani mbele ya waandishi kwamba hata Kaizer wenyewe hawamlindi dhidi ya waandishi. Kwa waandishi kuna wakati wanamuuliza swali hadi unajiuliza hawa watu wametumwa, wana shida gani? Kuna wakati kwenye press yake nyingi sana Nabi anakuta kabisa huyu mtu amepanic sasa. Kwa sababu waandishi wanapokuwa wanamwataki. Hata hivi wakati baada ya kutoa ile taji mtoto wa mmiliki wa Kaizer Chiefs, Kaizer Motang Jeyara, miongoni mwa kauli ambazo alisitoa ni kama ilikuwa ni kumdhihaki Nabi, ambaye yeye binafsi ameona ni kitu ambacho hakudeserve kuzungumziwa vile. Kwa tetesi zilizoko anaweza kuondoka Kaizer Chiefs, na Kaizer wanajiandaa kumleta Pitso Mosimane kama watakubaliana, kwa sababu unazungumza Kaizer Chiefs ni miongoni mwa top club kwa South Africa, ndio vilabu vikongwe hivyo. Wanapambana kurejea katika raundi ya mpira wa Afrika, ndio maana wanapambana kufanya hizi reformation. Kwa muda wote Nabi anaweza kaondoka Afrika Kusini, na naambiwa Nabi akiondoka Afrika Kusini atahitaji kupumzika kwa muda. Ila makocha usiamini huo wanasema hivyo. Huo wanasema, lakini akishaleta kitita mezani nasahau kabisa na kwenda kuchukua kazi yake. Kama akifanikiwa kuondoka ndani ya kikosi cha Kaizer Chiefs, unadhani timu gani kwa hapa Afrika inamfaa? Nabi anaweza kufundisha timu yoyote hapa Afrika. Kwangu mimi ni mwalimu ambaye anaweza kufundisha timu yoyote hapa Afrika. Ila bahati mbaya sana katika huu wakati anahitaji break kidogo. Kwa nini break? Anahitaji apumzike kidogo kwa sababu amefanya kazi kubwa akiwa na Yanga. Alibadilisha Yanga, alienda Farabat akapa ubingwa wa ligi kuu nchini Morocco, amerudi Kaizer Chiefs, bila shaka mipango ajenda vizuri kwa sababu hajampa kile ambacho wanakitaka. Anahitaji apate break kidogo ili sasa apate timu ambayo inaweza kuwa na mipango thabiti.
Mtazamaji wa FGA TV, hapa tunafika ukingo wa kipindi chetu cha Sports Recap, lakini nikukumbushe mbio za sakafuni huishia ukingoni, na hapa tunaweka nukta kwa ajili ya kuandaa kipindi bora kingine siku ya kesho. Ulikuwa nami Neema Kayugwa, lakini sikuwa peke yangu, nilikuwa na mchambuzi ambaye kakupa utondoti wa mambo yote ambayo ulitakiwa kuyajua wewe ya kimichezo. Si mwingine ni Kiepo Benedicto. Tukutane tena kesho na siku nyingine pia. Uendelee kutizama FGA TV kwa vipindi vinavyoendelea, lakini taarifa zote za habari ambazo unataka kuzijua ni hapa hapa ndani ya FGA TV.